karibu kujua yaliyojiri kwa upande wa habari za michezo na burudani. Langu jina ni Esther Mtebe na tuanze kwa kuangaza habari za michezo kitaifa. Serikali kupitia Wizara ya Habari, Utamaduni, Sanaa na Michezo imetangaza kuzindua rasmi mfuko wenye jumla ya shilingi bilioni 50 kwa ajili ya kuwawezesha vijana wanaojihusisha na sekta ya ubunifu nchini. Akizungumza jijini Arusha, waziri wa wizara hiyo Paul Makonda amesema mfuko huo unatarajiwa kuzinduliwa na Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Mheshimiwa Daktari Samia Suluhu Hassan, ukiwa na lengo la kuwawezesha vijana kiuchumi kupitia sekta hiyo. Waziri Makonda amesema awali wizara ilikuwa imepangiwa shilingi bilioni 20, lakini baada ya mazungumzo na benki ya CRDB kiwango hicho kimeongezwa na kufikia jumla ya shilingi bilioni 50 ili kupanua wigo wa vijana watakaonufaika na mfuko huo. Jumla tutakuwa na bilioni sio chini ya 50. Ya kwamba wizara iko tayari kuwawezesha vijana wote wenye ndoto, taaluma zao kupitia sanaa, kupitia habari, maana yake wakiwemo wasanii wetu, content creator, influencer, watu wa habari, watu wa muziki, watu maproducer wale. Maana yake hizi bilioni 50 zinakwenda kwa kila mtu aliyoko ndani ya wizara yetu ya habari, sanaa, michezo na wakiwepo mpaka na wale wachoraji. Tumemwomba Mheshimiwa Rais wa Jamhuri ya Muungano wa Tanzania Daktari Samia Suluhu Hassan kuwa mgeni rasmi. Kwa hiyo tunatamani ya kwamba tukishapata tu tarehe tutaitangaza ili wote tujumuike na mfuko uzinduliwe na rasmi uanze kufanya kazi ya kupata pesa. Kwa hiyo pesa zipo. Ya wavulana chini ya miaka 17 ya Tanzania, Serengeti Boys, leo imeondoka kuelekea nchini Misri kwa ajili ya kambi maalum ya maandalizi kuelekea fainali za Kombe la Mataifa ya Afrika kwa wachezaji wa chini ya miaka 17, yani AFCON 2026. Michuano hiyo inatarajiwa kuanza rasmi Aprili 15 mwaka huu 2026 nchini Morocco, ikishirikisha timu bora za vijana kutoka mataifa mbalimbali barani Afrika. Tanzania imepata tiketi ya kushiriki mashindano hayo kwa kuiwakilisha ukanda wa Sekafa baada ya kutoa ubingwa wa mashindano ya kanda hiyo na hivyo kufuzu kushiriki fainali za bara. Kambi ya maandalizi nchini Misri inalenga kuwapa wachezaji nafasi ya kujiimarisha zaidi kiufundi na kimwili kabla ya kuanza kwa mashindano hayo makubwa ya vijana barani Afrika. Na kwingineko, waandaaji wa bonanza la kuhamasisha vijana kulipenda taifa lao wameisihi Jumuiya ya Umoja wa Vijana wa Chama cha Mapinduzi UVCCM wilaya ya Manyoni mkoani Singida kuboresha zaidi bonanza hilo kwa mwaka ujao kwa kuongeza michezo mingine badala ya kushindanisha wimbo wa taifa pekee. Taarifa zaidi tuungane na mwanamichezo wetu. Mwalimu wa shule ya msingi Manyoni Tausi Mwanga ametoa ushauri huo kwenye uwanja wa michezo wa shule ya msingi Tambukareli wilayani Manyoni kulikofanyika bonanza hilo ambalo washiriki wa mashindano hayo walishindanishwa kwa kuimba wimbo wa taifa. Ukiwa na mechi za mpira wa miguu, vijana wengi watakuja, sio wanafunzi, watakuja pia vijana wa mtaani, nao pia watakuja kupata elimu ya uzalendo. Mwalimu wa michezo kutoka shule ya msingi Sayuni Plati Juma Chambia akatumia pia wasaa huo kutoa wito kwa wazazi, walezi pamoja na jamii kwa ujumla kuwaacha watoto washiriki kwenye michezo, kwani michezo ni ajira. Michezo ni afya. Pia michezo inapelekea mtoto kuwa mzalendo. Wawatoe watoto kwa wingi, wawaruhusu, wawape nafasi ama muda wa ziada anapokuwa nyumbani, wawape muda. Kwa upande wake, mwalimu wa shule ya msingi Masigati Marceli Kibauri akatoa ushauri kwa waandaaji. Uwe na viburudisho vya watoto mbalimbali, michezo iongezwe na isiwe uimbaji tu, watoto wapewe nafasi ya kujieleza. Nikiripoti kutoka wilayani Manyoni mkoani Singida, ni mwana michezo wako kiungo mstaarabu Jumbe Ismail wa Channel 10. Kwingineko, kamati ya siasa ya Chama cha Mapinduzi CCM mkoa wa Tanga imeagizwa kutafuta meneja mwingine wa kusimamia uwanja wa Mkwakwani ili kumaliza changamoto zilizopo ikiwemo kufungiwa kwa uwanja huo. Raya Kipingwa na taarifa zaidi. Maelekezo hayo yametolewa na mwenyekiti wa CCM mkoa wa Tanga Rajabu Abdalla
mara baada ya kufika na kukagua uwanja wa Mkwakwani. Kamati ya siasa, kaeni tutafute meneja mwingine ili yale maelekezo, maagizo TFF ambao wameipa Chama cha Mapinduzi wamiliki wa uwanja huu tuweze kuyatimiza, na apatikane meneja mwingine kwa haraka ili aweze kushirikiana viongozi wa Chama cha Mapinduzi kuhakikisha viti vinafungwa kwa haraka, na ninatoa mwezi mmoja kuhakikisha viti vinafungwa hivi hapa. Kila pili, yule mwenye baa pale nje, baa ambayo haijakidhi vigezo, na TFF alishasema kwamba ile baa inazuia mashabiki kuingia uwanjani wakati wa mpira, na baa ile itakuwa iondoke. Mpaka leo haijaondoka. Maana yake mtu sijui ana mapembe kiasi gani. Uwanja ni mali ya Chama cha Mapinduzi, yeye ni mpangaji wetu katika uwanja huu, alafu bado anakigomea Chama cha Mapinduzi. Nahitaji leo hii baa ile pale katika ile sehemu ambayo haitaki kuwepo iondoke. Aliyekuwa meneja uwanja wa CCM Mkwakwani Akida Machai amesema amefanya jitihada za kurudisha nyasi katika hali inayotakiwa. Ulipofungiwa siku zile sote tuliona kwenye hali mbaya, uwanja uko kwenye hali nzuri. Mvua kubwa zilizonyesha haya majani yameota kwa nguvu sana. Kwa hiyo nilichokifanya, nilishakwenda kwa wenzetu wa magereza waje watusaidie, na kila siku mimi napeleka ripoti kwamba jamani, niongezeni nguvu kazi. Nguvu kazi haijaongezwa. Kutoka Tanga, Raya Kipingu, Channel 10. Asante Raya Kipingu kutoka huko mkoani Tanga. Baraza la Michezo la Taifa BMT litafanya mkutano na viongozi wa vyama na mashirikisho ya michezo Machi 13 katika uwanja wa Benjamin Mkapa jijini Dar es Salaam. Akizungumza na Channel 10 Michezo, afisa uhusiano na mawasiliano kwa umma wa Baraza la Michezo la Taifa BMT, Eminieli Aligaisha, ameeleza lengo la mkutano huo. Tumewaita viongozi wa vyama na mashirikisho ya michezo Tanzania bara. Tutakutana nao kikao chetu cha kawaida cha mwaka ambacho tunafanya, na ni kikao ambacho kiko kwenye kalenda yetu ya mwaka wa utekelezaji. Kwa hiyo tumewaita ili kuhakikisha kwamba tunakumbushana juu ya miongozo, sheria, kanuni na taratibu za michezo katika kusimamia vyama na mashirikisho ambayo wanaongoza wao, ili kuhakikisha kwamba sekta ya michezo inaenda kuendeshwa kwa utaratibu ambao tunaoelekeza serikali. Kwa hiyo hilo ndilo hasa ndio kikao chetu, na tunawakumbusha na kuwahimiza wale watakaokuwa na yetu. Na taarifa hiyo ya BMT inaweka utuo kwenye habari za michezo kitaifa, na sasa tukaungane na msimulizi kutujuza yaliyojiri kwa upande wa habari za michezo kimataifa. Katika medani za kimataifa upande wa soka, serikali ya Iran imetangaza kuwa timu ya taifa ya nchi hiyo haitashiriki michuano ya kombe la dunia mwaka huu kutokana na hali ya usalama na mvutano wa kisiasa unaoendelea kati ya nchi ya Irani, Marekani na Israel. Tamko hilo limetolewa na waziri wa michezo wa vijana wa Iran, Ahmad Donyamali, ambaye amesema katika mazingira ya sasa haiwezekani kwa timu ya taifa kushiriki mashindano hayo makubwa ya soka duniani kwa ngazi ya timu za taifa. Kwa mujibu wa Donyamali, hali ya sasa ya mzozo na matukio ya kijeshi yaliyotokea nchini humo yameifanya Iran kuona kuwa usalama wa wachezaji na raia wake haupo katika hali salama, hivyo kushiriki kombe la dunia hakutawezekana kwa sasa. Michuano ya kombe la dunia mwaka 2026 inatarajiwa kufanyika kuanzia mwezi Juni mwaka huu katika nchi 3 ambazo ni Marekani, Canada na Mexico. Hata hivyo, hadi sasa shirikisho la mpira wa miguu duniani FIFA bado halijatoa uamuzi rasmi kuhusu hatima au adhabu ya Irani katika mashindano hayo iwapo haitashiriki. Mimi ni Winga Teleza, Witness Ngalawa. Namna hiyo anatamatika Winga Teleza, Witness Ngalawa akitujuza kwa upande wa michezo kimataifa. Na ndivyo ambavyo tunatamatisha habari za michezo na burudani kwa usiku huu wa leo. Jina langu ni Esther Mtebe. Atakuja hapa Fatma Hassan kwa ajili ya kutamatisha habari ya kutwa nzima. Nikutakia usiku mwema.